Mkuu wa wilaya kanaambia lakini kuwa makini, hali sio nzuri, kuna watu wamejificha kwenye mapori. Kwa kuanzia pale tukaanza kuja kidogo kwa umakini zaidi. Lakini nilipata wasiwasi kwa sababu nimeambiwa unakwenda kwenye vita na unaambiwa wenzako wa Longido ni maadui. Kwa hiyo nampakiza kwenye gari. Lakini Mungu alituongoza sababu nikasema tukija mwisho wa siku ni kupatanisha wananchi. Na kama kupatanisha wananchi unahitaji watu wa pande mbili. Kwa hiyo busara ilituongoza, tukapanda kwenye gari wote, tukaja. Lakini tunapokuja tulikuwa tunasimama kila tunapokuta kundi barabarani. Na tulikuta makundi ya vijana wakiwa wameshikilia fimbo na mikuki. Hali haikuwa nzuri. Tulisimama njia nzima kuwazuia kwamba tunaomba mtawanyike. Wakati tunashiriki tunaanza kusikia sauti inatoka huku juu. Kundi la huku juu linaanza kushuka. Likafikia kwenye miti ile pale juu kama mita 300 kutoka hapo. Lakini unawasikia kwa sauti. Kwa hiyo kaamsha kidogo hisia tofauti. Lakini nishukuru kikao cha wazee tulioelezea. Mimi nilipata nafasi nikakumbusha tu. Kawakumbusha wazee historia ya jamii ya Maa imetokea wapi. Makao makuu wakati wa ukoloni ilikuwa ni Monduli, ikaanza kugawanywa na mwishoni imekuwa ni Longido. Kwa hiyo jamii ya Maa kwa umoja wetu tuna changamoto nyingi. Lazima saa zote tujitahidi kuwa na sauti ya umoja kupambania changamoto zetu. Kwa malengo yangu ilikuwa kuwakutanisha wazee wale na kuwaambia naomba tuwatawanyishe vijana, alafu tutumie busara, tusubiri kikao hiki cha viongozi wote wa pande zote mbili. Kwa kweli cha msingi jana ilikuwa ni kikao kifupi cha kuomba wazee kwamba tunaomba busara ya Malaigwanani kwa sababu tunaheshimiwa sana viongozi wa kimila wa Kimasai. Hili jambo lisiende mahakamani na lisihusishe polisi. Kaambia akianza kushikwa watu hapa tutaingia gharama za kwenda mahakamani, gharama za kwenda polisi. Kwa hiyo vijana wetu watawanyishwe kwa busara za Malaigwanani na sio kwa nguvu za polisi. Jambo lililofanyika wakati uongozi wa serikali na viongozi wengine waliokuweko ni jambo ambalo halikubaliki kimila, halikubaliki kisheria. Kimsingi kwa sababu waliofanya hivyo au walioanzisha fujo yawezekana wanajulikana. Lakini kwa mujibu wa maelezo ya Mheshimiwa Fred, na pia nikupongeze mno kwa sababu busara zako pia zimesaidia kuleta amani tuliyoikuta leo. Wale wangeweza kukamatwa na hata wasiposhikwa kwa mkono wa sheria ya serikali, sheria ya mila pia inatakiwa ichukue mkondo wake. Hiyo mipaka inajulikana, lakini wilaya ilipotengenezwa na wilaya ya Longido ikazaliwa, ndio sasa mipaka iliyokuja kugawa wilaya nadhani ndio imetufikisha hapa tulipofika. Ile busara ya Makonda ilianza kufanya kazi, alama ziliwekwa zikafika mahali watu wakawa wanachukia kuona inawekwa, maana ni maeneo ambayo hawako tayari kuona ikitamkika kwamba iko wilaya ya Monduli. Mtafute ufumbuzi wa laana iliyotokea. Inawezekana wengine wamevunjika mifupa, na mnajua Kimasai kwamba mtu akivunjwa mfupa kuna namna ya kutengeneza na kuna namna ya kumlipa. Haya yote mtajua kwa sababu ninyi ndio wameachua madaraka. Kwa hiyo ilipotokea hili kwa kweli tulichukia sana, ilituaibisha sana kwa sababu sio hali ya kawaida. Kwa hiyo pamoja na hayo tunawapa pole sana bunge wetu, pole sana. Mungu amekusaidia sana. Jana ulipoongea nimekusikia, nilimpigia Lewanga simu wakati uko kwenye kikao nasikia unahutubia. Nilikusikia, aliachia simu hajapokea, mimi nikawa nasikiliza. Ulihutubia vizuri sana. Na vijana wamekuelewa. Na ndio maana leo wamesambaratika. Maazimio yetu pasije kutokea vurugu ya aina yoyote kama iliyojitokeza, marufuku. Hilo tokea ni bahati mbaya. Lakini la pili, swala la malisho, kamati imeundwa hapa. Jumatano inakutana
Malaigwana ni baadhi kutoka Monduli na kutoka huku Longido. Wanakutana Jumatano kwa niaba yenu, yatamalizwa, mtapangilia mifugo itakulaje, maeneo gani, tutapewa taarifa, mwenyekiti atapewa taarifa. Kwa hiyo haya hayatajitokeza tena. Tunamaliza hili jambo na kuendelea na shughuli zingine. Tukitoka hapa Morani na mnaoishi, muendelee na mahusiano kama mlivyokuwa awali. Tembea popote, fanya kazi popote, kwa sababu nchi hii chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan imetangazwa kwa ni nchi salama, ni nchi yenye mahusiano, ni nchi ambayo inapokea watalii, ni nchi salama ya kuishi mtu yoyote popote bila kubugudhiwa.